Narudia tena mtu wa Mungu, nimekuambia kwamba usingomaza ni program kabisa ya shetani. Usingomaza ni program ya shetani, na ndio maana ulimwengu wa sasa umewekeza nguvu kubwa kwa wanawake ya kwamba wawe na uchumi mzuri, wawe na maisha mazuri, ili ya kwamba wanaume mtakapozingua au wanaume mtakapotaka kuonyesha wanaume wenu ya kwamba ninyi ni wanaume, ninyi ni watawala, ninyi ni wamiliki, basi wao wawe na nguvu ya kwamba sasa hapana, na sisi tunataka ni ile project ya haki sawa kutoka kwa mwanaume mpaka kwa mwanamke, kwamba haki sawa. Sasa ni kwamba ile haki sawa imetengeneza nguvu kubwa kwa wanawake, na kwamba wanawake wakawa wanamiliki uchumi, wanamiliki pesa, ya kwamba atakapoleta kiburi ndani ya nyumba, wewe usiwe na nguvu yoyote ya kufanya chochote juu ya mwanamke huyo. Na ndio maana imefikia hatua ya kwamba haijaishia hapo, na project hiyo haikutakiwa iishie hapo. Tulitakiwa ifike tu kwamba akishindwa kuelewana na bwana yake, akishindwa kuelewana na mume wake ndani ya nyumba, huyo mtu atapiga hatua nyingine zaidi. Na ndio maana sasa masingomaza wengi wako jirani na usagaji, wako jirani kuoana wao kwa wao, ndoa nyingi za jinsia moja. Unakuta sababu ilitakiwa watu wafike huko, mzinguane kwenye ndoa, ili mkizinguana kwenye ndoa uwaone wanaume wote mbwa, na mwanaume awaone wanawake wote mbwa. Aende kama ni mwanaume aende kwa mashoga, kama ni mwanamke aende kwa wasagaji. Muishie hapo. Mtu wa Mungu, tunatakiwa kuwa na akili. Tunatakiwa kuwa na akili kujua mipango ya shetani. Kwa hii haki sawa kati ya mwanaume na mwanamke, watu wa Mungu itakiwa tujue kwamba wametega mitego ya wapi na wanataka watufikishe wapi. Neema Yesu Kristo iwe juu yako, lakini unatakiwa ujue na usisahau ya kwamba usingomaza ni project ya shetani kabisa, ili ije kufikishe kwenye usagaji, ikufikishe kwenye usagaji. Masingomaza wengi wako jirani sana na usagaji. Amen.